Hatimaye ile siku ambayo kila mmoja alikuwa anaisubiria kwa hamu. Hatimaye ile siku ambayo kila mmoja alikuwa anafikiria. Ile siku ambayo kila mmoja anaamini kwamba yeye ndiye bora kuliko mwenzake. Ile siku ambayo tumeisubiri kwa hamu. Hatimaye imefika. Ni dabi ya Kariakoo. Ni dabi ambayo inaumiza kichwa. Ni dabi ambayo kila mmoja anafikiria yeye tu kuondoka na ushindi. Ni dabi ambayo ni ya kipekee ndani ya Tanzania. Ni leo ni Simba ambao ni wageni kwa upande wa klabu ya Yanga. Wapo dimbani kuchakata vipi wanazipata alama 3. Na tayari kwa upande wa Mwalimu Fadu Davis ameshaandaa jeshi lake ambalo anaamini kwamba litakwenda kuchukua alama 3 mbele ya Yanga. Wanajua kwamba tayari wako nyuma kwa alama kadhaa mbele ya Yanga, hivyo wanahitaji ushindi angalau waweze kusogea zaidi. Wanaposhinda basi wanajiweka mazingira mazuri ya kuweza kunyakua ubingwa. Na mimi moja kwa moja hapa na kwenda kukutajia kikosi cha Simba ambacho kinatarajia kuanza dhidi ya Yanga. Lakini pia kikubwa ni kukumbushe tu, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Kwa upande wa golini yupo Ali Salim. Huenda ukashangaa, lakini ndivyo mambo yalivyo. Golikipa Ali Salim hii leo kwa wakati mwingine tena yupo kwenye milingoti 3. Kama ambavyo tunafahamu, ana rekodi nzuri kwenye mechi za dabi. Mechi zote 2 ambazo amepata nafasi ya kucheza dabi ya Kariakoo hajaweza kufungwa. Hivyo kwa upande wa Mwalimu Fadu Davis anaamini kwamba golikipa huyu atakwenda kumpa kile ambacho watu wengi wanakitarajia. Tunafahamu kwa upande wa Moussa Kamara yuko na majeraha, hivyo hatohusika kwenye mchezo wa siku ya hii leo. Hivyo moja kwa moja golikipa ni Ali Salim. Lakini pia nikienda kutizama beki wa pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Shomari Kapombe tunafahamu pia namna ambavyo amekuwa bora mara zote. Ni beki ambaye amekuwa ni kisiki kweli kweli, ni beki ambaye amekuwa ni mtulivu, ni beki ambaye kwa upande wa Simba wanamwamini kulingana na kile ambacho amekuwa anakionyesha. Lakini pia beki wa pembeni kushoto, yani beki nambari 3 yupo Mohamed Hussein Zimbo Jeyara. Kwa upande wa Mohamed Hussein sina shaka naye kulingana na kile ambacho amekuwa anakionyesha mara zote. Ni mchezaji ambaye amekuwa na wakati mzuri, wakati sahihi, ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu kweli kweli. Hivyo yupo kwenye eneo hilo. Lakini pia kwenye eneo la mabeki wa katikati yupo Abdrazaki Hamza. Abdrazaki Hamza tunafahamu ni beki ambaye amekuwa ni mtulivu, ni beki ambaye amekuwa anaonyesha ubora wake mara zote, ni beki ambaye amekuwa ni mtulivu mara zote. Huyo ndiye Abdrazaki Hamza. Hivyo moja kwa moja yupo kwenye eneo hilo la beki wa katikati. Lakini pia atasaidiana na Chamu Karabu. Kwa upande wa Chamu Karabu tunafahamu ni moja ya beki ambaye pale ambapo anapata nafasi ana uwezo wa kuonyesha utimamu wake na utulivu wake kwenye eneo la ulinzi. Maana kwamba hao ndio mabeki ambao watakwenda kuizuia safu ya ushambuliaji ya Yanga. Tuende moja kwa moja tutazame kwenye eneo la kiungo. Kwenye eneo la kiungo kama kawaida kwa upande wa Mwalimu Fadu Davis hajabadilika. Yupo Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Yusuf Kagoma tunafahamu kazi yake. Tunafahamu namna ambavyo amekuwa anawatuliza viungo wale ambao wanajifanya ni wanyumbulifu. Yeye anakaba, yeye anazuia, yeye anapiga pasi. Huyo ndio Yusuf Kagoma. Lakini pia atasaidiana na Fabrice Luamba Ngoma. Kwa upande wa Fabrice Luamba Ngoma tunafahamu mara zote namna ambavyo amekuwa akicheza, mara zote amekuwa ni mtulivu, mara zote amekuwa anaonyesha ubora wake. Lakini pia kwenye eneo la kiungo cha juu yupo Jean Charles Ahoua. Jean Charles Ahoua tunafahamu pia namna ambavyo amekuwa yupo kwenye ubora. Mipira iliyokufa amekuwa na ubora wa hali ya juu zaidi. Hicho ndicho kitu ambacho huenda akawa anategemewa zaidi kwenye mechi ya hii leo, kwa sababu ni mechi ambayo itakuwa ni ya kugusana kweli kweli, hasa kulingana na ubora wa wachezaji namna ambavyo ulivyo. Lakini pia kwenye eneo la winga ya pembeni kulia yupo Kib Denius. Mchezaji mwenye bahati mara zote ya kufunga dabi ya Kariakoo ni Kib Denius. Pale ambapo anapata nafasi basi anakufunga. Ndivyo mara zote alivyo. Goli lake la mwisho kwenye ligi kuu aliyofunga Yanga. Na usije ukashangaa tena na wakati huu akafunga kwa wakati mwingine, yeye akawa anafurahia zaidi kucheza na Yanga.
Yanga, mara zote amekuwa yupo kwenye ubora. Eli Mpanzu moja kwa moja kwenye eneo la winga ya pembeni kushoto. Kwa upande wa Eli Mpanzu tunafahamu namna ambavyo amekuwa bora, namna ambavyo amekuwa ni mtulivu. Ni moja ya mchezaji ambaye amekuwa ni mnyumburifu kwenye eneo la pembeni, hivyo moja kwa moja atacheza kwenye eneo hilo. Lakini pia mshambuliaji wa mwisho ni Leonel Ateba Mbida. Leonel Ateba tunafahamu ubora wake, tunafahamu umairi wake, mabao 8 kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Huenda pia akaweza kuonyesha kitu cha